Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Jioni hii mtazamaji, polisi katika kaunti ya Mombasa wazuilia washukiwa wawili, mmoja wao akiwa ni mhubiri. Hii ni baada ya washukiwa hao kunaswa na vifaa vya kishirikina kwenye gari la kibinafsi. Miongoni mwa vifaa hivyo ni chupa iliyokuwa na damu iliyoganda huku ikitoa harufu ya kuoza, huku wengine wakidai ni harufu ya maiti. Polisi wanasema uchunguzi utafanywa katika maabara ya serikali ili kubaini ni damu ya nini. Mwanahabari mwenzangu John Juma ameifuatilia sana taarifa hiyo jioni hii, na kwenye muda usiokuwa mrefu basi ataileta ili upate kuelewa kinachoendelea. Kando na hayo, mamia wakulima wameegesha malori ya kubeba mazao yao na kuandamana nje ya mabohari ya bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao nchini NCPB baada ya kuarifiwa kuwa serikali haitanunua mazao ya nafaka waliotoa mashambani mwao katika kaunti ya Uasin Gishu, bila shaka huku ni Eldoret. Ilikuwa ni vigumu kwa baadhi ya maafisa wa halmashauri hiyo kuingia kazini, hali iliyotatizwa na magari yao kuifunga njia kuelekea katika lango kuu la afisi za bodi hiyo. Mwanahabari Agnes Penda anaarifu zaidi. Ni hamaki za wakulima kutoka eneo la North Rift baada ya kuelezwa kwamba mahindi yao hatanunuliwa katika bohari ya halmashauri ya nafaka nchini NCPB kutokana na ukosefu wa fedha. Wakulima hao wakaandamana na kufunga barabara iliyofika kwenye lango la bohari hiyo kuu wakikashifu serikali. Nimesema tumekaa karibu wiki tatu. Mara ya mwisho tukaambiwa mfanye nini? Mrudi nyumbani. Lori sio yangu. Mwenye lori ananitai kila siku. Mwenye lori ananitai nikicha, mwenye lori ananitai nikifanya nini? Nikirudisha mahindi. Wakati ya MC akibaki, alifungulia sisi KCC. Alinunulia sisi mahindi na kuongezea sisi bei. Kibaki arudi au usirudi? Wakulima hao wakiwa hawajui la kufanyia maelfu na maelfu ya magunia ya mahindi yaliyosalia mikononi mwao. Na kuzidi unga ni kutojua ni wapi watakapopata fedha za kununua mbolea kwa upanzi mvua itakaponyesha msimu ujao. We have been rendered immobile. We are incapacitated. We are not able to do anything. We are not able to buy fertilizers. We are not able to buy seeds. Wakiwa na zaidi ya malori 100 mahindi, wakulima hawa wamekuwa kwenye foleni kwa muda wa wiki 3 sasa wakisubiri kuyauza mahindi yao, na habari kuwa bodi ya nafaka inunue tena mahindi ikawa ni ya kuvunja moyo. Hata hivyo NCPB imedai kuwa fedha walizopokea kutoka kwa serikali hazitoshi kununua mahindi. Fedha zilizotolewa ni shilingi bilioni 4.3 ambazo zilitumiwa kununua tu magunia milioni 1.5. Tunataka hao wafanye juu chini kuhakikisha budget ya mwaka huu waweke pesa ya kutosha, ndio mwaka ujao mahindi yote ambayo imefuniwa na kulima inunuliwe bila shida yoyote. Wakulima waliopeleka nafaka katika bohari ya Moy's Bridge na ile ya Kisumu pia wamerejeshwa baada ya kusubiri kwa muda. Wengi wamesalia kukadiria hasara nafaka hizo na gharama ya usafiri, kando na ile gharama ya kukuza mahindi ambayo pia iliathiriwa na magonjwa yanayoathiri mimea. Agnes Penda, KTN leo. Huku upande mmoja ama sehemu moja ya taifa ikiwa na zao la kutosha la chakula, yani mahindi, tuelekee upande wa kaskazini mashariki ambako ile hali ya kiangazi kirefu kinaendelea kuathiri sehemu tofauti za Kenya, hususan kaskazini mashariki ambako hivi sasa hali yao wanasema wamelemewa. Katika kaunti ya Wajir, baadhi ya mifugo imeendelea kufariki baada ya kunywa maji ya kisima yaliyo na mchanganyiko wa hali ya juu wa chumvi. Wenyeji nao sasa wanasaidiwa kupata maji ya matumizi yao mara moja kwa wiki. Mwanahabari Nicholas Wambua alikuwa katika kaunti ya Wajir na ametuandalia taarifa ifuatayo. Wanalazimika kutembea zaidi ya kilomita 20 licha ya jua kali kutafuta maji ya mifugo wao na matumizi ya nyumbani, wakati mwingine wakitembea masafa marefu na kukosa kupata hata tone. Njiani imetapakaa mizoga ya mifugo waliolemewa na makali ya njaa na kiu, hali ambayo imewalazimu wao pamoja na mifugo wao kuyatumia maji ya kisima hiki yaliyojawa na chumvi tele, masaibu yanawahatarisha hata zaidi. Maji na chumvi amekufa mbuzi mingi 25. Hakuna maji ingine, hakuna nyasi, hakuna kukita kukula mali, alafu mali yote kufa tu, mbuzi yote kufa ajili ya njaa.
Kutokana na makali ya kiangazi kaunti ya Wajir, mifugo wamelazimika kutia mdomoni kila inachotupia macho kutokana na uhaba wa lishe. Makali ya jua yanapozidi, maeneo ya kujikinga yanakuwa pia na shida kupata. Na wanapobahatika kupata maji, wanabaki kuyang'ang'ania na mifugo wao licha kuwa si salama kwa matumizi. One day memaliza maji. Kama kunywa maji, watoto wamekufa kabisa ama mbaya. Japo miradi hii ilianza kwa faida ya wananchi, sasa wanazidi kukadiria hasara kila mara kwa mara kwa kupoteza mifugo wao. Tulipofika eneo la Anoli katika eneo bunge la Eldas, tulipata lori hili linalotumiwa kuwaletea wenyeji maji ya matumizi ya nyumbani. Itakapoondoka baada ya kusambaza maji, wataliona tena baada ya kipindi cha wiki moja. Watoto hawa wakionekana kama waliongoja maji haya kwa hamu kubwa. Wanapiga mafunda kadhaa ya maji wasijue ni lini tena watakapokutana na bahati hii. Baka 7 days maji unaisha, unangoja ingine, unangoja 7 days ingine. Hata shule hakuna maji. Watoto shule hakuna maji kukunywa. Hakuna kitu chakula ya kupiga. Hiko shida mingi. Baadhi ya visima vilivyochimbwa hapa vimesalia kama picha kwa wenyeji baada ya maji kukosekana. Miaka nenda miaka rudi, wamekuwa wakipitia masaibu haya. We also see whether we can appeal to the national government through the Ministry of Devolution actually to release relief farming, relief food and other assistance actually to these drought-stricken people. Tayari gavana wao ametangaza ukame katika kaunti hii kwa janga. Sasa wanaiomba serikali ya kitaifa na mashirika mengine kufanya juhudi kuona kwamba eneo hili limepata msaada kutokana na janga hili ambalo kwa miaka mingi limekuwa mwiba kwao. Nicholas Omboa, KTN leo kutoka kaunti ya Wajir. Mtazamaji, turejelee taarifa ambayo tumeipa kipaumbele kutoka kaunti ya Mombasa, ambako polisi mjini Mombasa jioni hii wanawazuia washukiwa wawili, mmoja wao akiwa ni mhubiri. Hii ni baada ya kunaswa na vifaa vya kishirikina kwenye gari lao la kibinafsi. Miongoni mwa vifaa hivyo ni chupa iliyokuwa na damu imeganda huku ikitoa harufu ya kuoza, huku wengine wakidai ni harufu ya maiti. Polisi wanasema uchunguzi utafanywa katika maabara ya serikali ili kubaini ni damu ya nini. John Juma anaarifu zaidi. Gari hili dogo la kibinafsi liliibua taharuki karibu na jengo la I&M lililoko mkabala na barabara ya Digo Mombasa punde lilipoegeshwa karibu na jengo hilo. Ndiye akamwelezea fungue hapa, akafungua kweli, kapata harufu ambayo hata mwenyewe hii harufu akakimbia, then baadaye ndiye wakafinyala mpya yeye. Walioshuhudia wanasema dereva alipofungua mlango na kushuka, uvundo kutoka ndani ya gari hilo uliwaacha mabawabu na maswali kutaka kujua nini haswa ilikuwemo ndani ya gari na mbona kitu kama damu kilitona kutoka kwa gari. Watu wa security wetu wakakuja, wakapekua pale ndani, wakarazi mtu akatoa. Baadaye wakapata vitu pale ndani kama damu, nyama, viatu za wanawake, vitu tofauti. Baadaye mtu alipatia makatazo sema yeye ni pastor. Ni pasi hizi fanya vitu kama hizo. Harufu ambayo iliyokuwa inatoka kwa lile gari. Wakaweza kutuita, tukafika pale na uchunguzi wetu kaanza. Tulichopata saa hii ni just some few paraphernalias za witchcraft. Polisi walimnasa dereva pamoja na mhubiri aliyehusishwa na vitu hivyo, lakini kioja kikashuhudiwa katika kituo cha polisi Central pale dereva alianguka na kuzirai wakati akifungua vifaa hivyo ili kukaguliwa na polisi. Miongoni mwa vifaa hivyo vikiwa pembe, nguo, viatu na vitambaa vilivyoloa damu na kutoa uvundo. It's like a rotting blood. Lakini that is all we have for now. Katika vijikaratasi vya kutangaza mkutano wa maombi ambao ulipangiwa kuongozwa na mhubiri huyu eneo la Kaloleni, miongoni mwa masuala ya kuombewa ni kuvunja nguvu za ushirikina au uchawi, kufukuza majini na pepo, hivyo kuibua maswali. Je, kuna uhusiano wowote na vitu hivi? We have given you the chance to photo all the items that we have found in the vehicle and you are witnesses that there are no body parts. Just the paraphernalia which we have found in a bottle, we are taking to the government chemist to establish what it is. Plus some other 2 bottles which have liquid like water. We want the government chemist to really establish for us what it is. That is all that we are going to do.
Jinsi dereva alivyodhibiti na kuvumilia uvundo ndani ya gari kwenye safari yake ni swali kizungumkuti. Licha ya uvundo tele kutoka kwenye gari hili, vyote vilivyomo ndani yake vinasalia kuwa giza totoro, maafisa wa polisi wakivifananisha tu na vitu vya kishirikina hadi pale uchunguzi mahususi utakapofanywa ndipo wabaini vilikusudiwa nini. John Juma, KTN, katika kituo cha polisi cha Central mjini Mombasa. Asema mwenyewe Mwenyezi Mungu kwamba msinishirikishe, lakini kinyume cha ulimwengu wa leo binadamu anakwenda kinyume na hayo kupitia madai kama hayo ambao umeona hapo, kupitia vitu hivyo ambavyo vimepatikana. Tukiachana na taarifa hiyo kutoka kaunti ya Mombasa, wabunge mapema hii leo wamepitisha mswada utakayo ilazimu Wizara ya Elimu kufutilia mbali ile marufuku iliyoekwa ya kutoorodhesha shule baada ya matokeo ya mitihani mikuu. Japo wabunge wengi walipinga hoja hiyo wakitaja sababu ya wengi kujaribu kuweka siasa katika elimu, wengi walichukua hoja kudokeza kuwa ilikuwa ni mbinu ya kuwapa motisha wanafunzi. Saida Swaleh na taarifa hiyo kutoka majengo ya bunge. Ni hoja iliyofikishwa bungeni na mbunge wa Kiminini Chris Omalwa aliyependekeza kurejeshwa kwa mfumo wa kuorodhesha shule na wanafunzi bora wakati wa kutangazwa kwa matokeo ya mtihani wa kitaifa, akitaja kuwa kutoorodheshwa kwa shule kunaleta uzembe na kuwavunja moyo wanafunzi unaowatahiniwa. Remember, the result is only a product of students, parents and teachers. Therefore, Mr. Speaker, the combination of the three must be recognized at the end of the 4th year or the 8th year, depending on the system of education that somebody is undertaking. Hoja hiyo hata hivyo haijapokelewa kwa urahisi bungeni. Upinzani mkali ulizuka miongoni mwa waliopinga hoja hiyo, waliodai kuwa walimu wa shule zinazoorodheshwa kuwa bora hutilia mkazo umuhimu wa kupita mtihani na wala sio wanafunzi kuelewa wanachofunzwa. I've been saying that the parents are complaining that ranking has been removed. Why would a parent be complaining? The purpose of taking a child to school is to pass exams, is not to be ranked. You know, we missed the point. There was no consultation. They did not consult the relevant education stakeholders. They just woke up and a few people decided there cannot be ranking, probably for their own private reasons. Ranking is used by the private sector, primary schools and secondary schools by the private sector, to entice parents to bring children to their schools. When their school is number 1 in your constituency, parents remove the children from other schools and they take it to a school. Baada ya joto jingi bungeni, wasawa kubaini mbivu na mbichi ukawadia, na hatimaye hoja hiyo ikapitishwa. Maswali waliouliza wengi ni je, mfumo huu utasaidia kuboresha viwango vya elimu nchini au vitazidi kudorora? How do you rank schools like Alliance with schools like Nyakiminja in Kisii, which do not even have a laboratory? Students who have never seen a microscope, you rank them together with these very senior schools, and it's unfair. Brings about competition to ourselves and it helps us to compete, but without it we will be dull and we won't revise to our best. The government has not been fair in ranking the school, because how can you only rank in academics alone, yet you also have the co-curricular activities? Yote 9-10, macho yote sasa yataelekezwa kwa waziri wa elimu Jacob Kaimenyi kutaka kujua iwapo atafuata mapendekezo yaliyotolewa na bunge. Saida Swaleh, KTN leo, Nairobi. Tukiwa bado kwenye siasa, kiongozi wa wengi bungeni Aden Duale pamoja na naibu kiongozi wa wachache Jakoyo Midio kumradhi, walifika mbele ya kamati teule inayohusika na adhabu na kupendekeza kuvunjwa kwa kamati zinazosemekana kuhusika na madai ya ufisadi. Wawili hao pia wamemtaka mwenyekiti wa kamati ya uhasibu Ababu Namwamba kujitakasa badala ya kudai ni mlengwa kisiasa. Francis Mtalaki alihudhuria kikao hicho na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kamati teule ya bunge kuhusu adabu leo iliendeleza vikao vyake kuhusiana na madai ya ufisadi yanayoiandama kamati ya uhasibu wa fedha za umma. Kiongozi wa wengi bungeni Aden Duale na naibu wa kiongozi wa chache Jakoyo Midio walitoa ushahidi wao ulioashiria nia ya kutaka kuvunjwa kwa kamati hiyo. Among the many issues we need to amend in the current standing order, that was not provided. In fact, the standing order should be amended and to take back Parliament to the days of Jaramogi Oginga
the days of Uhuru Kenyatta, the days of Mwai Kibaki and Kijana Wamalwa, where it was very explicit and says the chair of the Public Accounts Committee should be the leader of the opposition. But to slay the dragon of corruption, all of us, including that person who is thinking that there is money in every activity to be stolen, we have a responsibility to turn around. Kando na kuvunjwa kwa kamati hiyo, viongozi hao wawili kutoka upande wa serikali na ule wa upinzani walipendekeza baadhi ya marekebisho yatakayolenga kuondoa uvundo uliopo ndani ya kamati za bunge. Jakoyo kwa upande wake alitaka vyama vya kisiasa kuwa mstari wa mbele kuadhibu wabunge wao watakaopatikana kuhusika katika ufisadi. The laws are there is the players don't want to follow it, and I think my feeling is that for Kenya to change, the political class must change, in my opinion. Wawili hao walitupilia mbali madai ya mwenyekiti wa kamati hiyo Babu Namwamba kuwa ni mlengo wa kisiasa na kumtaka Babu kuondoa siasa katika masuala ya ufisadi. We are also appealing to political parties and political party leadership to take action. You know, the first instinct, which I think is very bad behavior on part of our political leadership, is to defend. Hata hivyo, Jakoyo Midio alionekana kukosoa uwezo wa kamati hiyo kushughulikia ifaavyo tuhuma za ufisadi, akisema ufisadi unaweza tu kushughulikiwa na tume ya ufisadi. Kamati hiyo inatazamiwa kukamilisha vikao vyao mnamo wiki hii kabla ya ripoti hiyo kufikishwa bungeni katika muda wa majuma mawili, ambapo Wakenya wataweza kufahamu ya kilichokuwa kiendelea. Francis Mchelaki, KTN leo, Nairobi. Naam, karibu tena mtazamaji kwenye mkusanyiko wa taarifa za usalama wa taifa. Visa vya utovu wa usalama vinazidi kukithiri mtazamaji, huku serikali na asasi za usalama zikipuuzilia mbali uwezekano wa kundi haramu la Al-Shabaab kuhusika na misururu ya mashambulizi ambayo yaliotekelezwa katika maeneo ya Wajir na Mandera. Vile vile washukiwa wakuu wanaodaiwa kuhusika na mauaji ya watu 35 katika timbo la Koromoi katika kaunti ya Mandera hatimaye walifikishwa mahakamani. Elvis Kosgei anaarifu zaidi kwenye mseto wa taarifa zinazofungamana na utovu wa usalama. Msururu wa visa vya utovu wa usalama umezidi kuongezeka. Hali ya taharuki imetanda katika kijiji cha Barwak, kaunti ya Wajir, kufuatia mashambulizi ya jana usiku ambapo genge lilokuwa na bunduki livamia duka moja la M-Pesa na kuwaua watu 4 na kujeruhi wengine 3. Wakuu wa usalama katika kaunti ya Wajir wamethibitisha kisa hicho. We don't believe this is an act of Al-Shabaab. This is just a thuggery. Hii ni vita ambayo wanapiga watu Wajir, hata ingawa wanalenga watu kutoka sehemu zingine. Amini hiyo lengo yao ni kuleta uhasama. Saa chache baadaye, waziri wa usalama wa ndani Joseph Nkaiseri alipuzilia mbali madai ya kuwa kundi haramu la Al-Shabaab lilitekeleza mashambulizi hayo. Nkaiseri amesema kuwa maafisa wa polisi wanaendeleza uchunguzi, huku akisema serikali imeimarisha vitengo vyake vya usalama kote nchini na mipakani. The government is on top as regard to fighting terrorism, and I can assure Kenyan that as I speak to you, we are on top. Huku hayo ya kijiri, washukiwa 4 wanadaiwa kuhusika katika mauaji ya watu 35 katika timbo la Koromei, kaunti ya Mandera, wamefikishwa mahakamani. Na katika kaunti ya Mombasa, saa chache baada ya mshukiwa Faisal Mohamed Shabal kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 10 na mahakama ya Mombasa, uamuzi huo ulibatilishwa. Mtazamaji, aliyekuwa wakati mmoja naibu waziri na hata kuwa mbunge wa eneo la Gema, Grace Ogota amefariki. Marehemu Ogota alifariki mapema hii leo alipowasili katika hospitali ya Nairobi kupokea matibabu baada ya kuugua kwa muda. Marehemu ni mke wa mwanachuoni Profesa Bethwel Alan Ogota. Katika miaka ya 80 na 90 alihudumu katika serikali ya rais mstaafu Daniel Moi akiwa mfuasi sugu wa chama cha KANU. Alizaliwa mwaka 1930 na kufariki hii leo akiwa na miaka 85.
Wengineko, waziri wa ardhi Charity Ngilu amewahakikishia wenyeji wa kaunti ya Mombasa hususan kutoka sehemu ya Likoni kwamba mazungumzo baina ya serikali na mmiliki wa shamba linalozozaniwa la Waitiki yatazaa matunda hivi karibuni. Ngilu amewarai wenyeji kuwa na subra ili kuiruhusu serikali kutafuta mbinu mwafaka ya kusuluhisha utata uliopo. Ngilu amekanusha madai yaliyopo kwamba afisi yake haijakuwa ikiwasiliana na Waitiki. What surveyors wataenda huko. Nilisema hiyo land iko a big chunk of land, but the people who are living in it do not even have any entitlement to it. So for us to get it from Waitiki, we need to agree with him so that we can now get down and tell these people who are living there, you need to have a title deed. That therefore requires that we do physical planning on that piece of land, we do surveying on that piece of land, and then offer it to the people who are living there. Mashindano ya mwaka huu ya mchezo wa gofu wa Kenya Open yanatarajiwa kuwa na ya kufana baada ya wachezaji zaidi ya 150 kujiandikisha kushiriki, huku zikiwa zimesalia wiki 3 kabla ya mashindano haya kung'oa nanga. Maandalizi katika uwanja wa Karen Country Club yanazidi kushika kasi ili kuhakikisha kombe hilo linashikilia sifa zake. Mashindano hayo ambayo yamewavutia zaidi ya wachezaji 150 kutoka mataifa 26 kumradhi kote ulimwenguni, huku wachezaji 100 wakiwa wanashiriki mashindano ya bara Europa. Ushindani unatarajiwa kuwa mkali mwaka huu. And I'm hoping that the Kenyans will be able to have a few of them peaking at the right time. They've been playing a lot of golf, and that may counter it, especially when they don't play a lot of golf continuously during the whole year and they concentrate all that golf in one period of time. Na mtazamaji, mshindi katika mashindano hayo ya Kenya Open atajitukia kibindoni euro 32,000. Na mtazamaji mmoja waelekezi wangu ama wenzetu hapa wananiuliza matuta ndio nini mpira wa matuta? Mpira wa matuta mtazamaji ni penalties. Kufikia hapa hatuna la ziada. Shukrani za dhati kwa niaba ya wenzangu wote ambao tumefanikisha taarifa za KTN leo jioni hii. Usikose kutazama mbiu ya KTN kesho mwendo wa saa 10 tukuletea taarifa kutoka mashinani. Mimi naitwa Ali Manzu. Asante sana kwa kutazama taarifa za KTN leo. Usiku mwanana.